Ahlan wa sahlan, karibu kwenye ulimwengu wa michezo kupitia hapa Salamba TV. Langu jina ni Fatma binti Juma na leo tumewasili moja kwa moja mpaka EFM kuja kumfuata mchambuzi wa mpira kutoka Tanzania bara, Zuber Mkalaboko. Tutazungumza mengi ya kimichezo hususan kuelekea mechi ya kesho. Wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Coastal Union kutoka kule Tanga, barabara ya 12. Zuber Mkalaboko, habari yako? Salama, namshukuru Mungu safi. Kupoa. Nikupoa kabisa. Mzima afya kabisa. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay, tuanze na mtanangi wa kesho, Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Coastal Union. Wekundu wa Msimbazi mechi ya kwanza katika uwanja wa nyumbani ambao wamechagua uwanja wa JKT kama uwanja wa nyumbani. Utakuwa ni mchezo wa namna gani Coast mbele ya Wekundu wa Msimbazi Simba ya kina Dumbia? Mechi ngumu kwa Coast. Simba wanacheza kama wanazikiri. Simba wanacheza kama wanazikiri. Unajua wachezaji wao kama wanazikiri sasa hivi. Libase kule anazikiri, Handset anazikiri. Huyu anaanza kama force number 9 Mpanzo anazikiri. Sasa Coast na uwezo wa Simba kucheza kama wanazikiri, naona ni mechi ngumu sana kwa Coastal Union. Nimeangalia mechi 3 ndio wamesare moja juzi na TRA. Lakini ukirejea mechi ya kwanza walifungwa wale, mechi ya pili wakafungwa, na unagundua shida ya timu yao ni namna ya kureorganize defense. Namna ya kujilinda kwenye timu ni vile ambavyo timu ina tabia gani inapopoteza mpira kwenye maeneo mbalimbali kiwanjani. Sawa, mpoteza goli kwenu. Coastal Union ni moja ya timu ambayo kama chujio inaacha sana nafasi kwa wapinzani. Unaweza kuona wana nidhamu wakiwa wamekaa kwenye maeneo, lakini hawana nidhamu wanavyotaka mpira kwa wapinzani. Sasa mtindo wa kucheza wa Simba kama wanazikiri tena wale watikiri wa Matombo Morogoro Imani naona inaweza kuwa shida kwa Coast, kwa sababu wachezaji wengi wa Simba kinachobeba ni kasi yao, ndio inatengeneza timu fluidity. Unajua Simba faida yake na wachezaji wa kasi ndio wanatengeneza wepesi timu kukimbia. Ukiondoa simu kuwa na kasi yake na wachezaji wana kasi kwenye timu. Sasa mtindo ule wa kucheza vile unakutana na timu kama Coast ambayo nimesema nao wakicheza kama chujio tayari wanajitengenezea wakati mgumu. Kwa hiyo unaona kabisa hii mechi Coast inakukatisha tamaa. Sasa ni mpangaji ambaye anamtumia message baba mwenye nyumba, naomba unipigie simu, sina salio. Pengine hatuwezi kutarajia lolote likatokea. Ni football, lakini nimejaribu kusema tactical analyzation ya timu zinavyocheza, lakini naangalia mahitaji ya mechi. Unajua tunazungumza kwenye ligi ambayo timu zetu hodari zaidi ni timu 3 za juu. Hizi timu za kati siku zote zinatumika kama baby show tu kwa ajili ya kumbebea mtoto. Sasa hicho ndio kitu ambacho angalia thamani ya mtoto kuliko baby show. Kwa hivyo hiyo ndio pekee ambalo nadhani mechi ni itazama ngumu kwa namna hiyo kwa Coastal Union. Kwanza ni ubora wa timu kucheza. Pili, wachezaji wanaotengeneza hizo timu. Ndio unagundua ni timu ambazo zina sura mbili tofauti. Hawa nimesema wanacheza kama wanazikiri, lakini Coastal Union chujio bado. Ruhusu mabao mengi kwenye mechi zao nyingi. Kila mechi wameruhusu mabao. Kila mechi. Hata hiyo ilitoa sababu juzi. Moja. Wanaruhusu mabao. Sasa wanacheza kama chujio dhidi ya timu ambao wachezaji wao kama wanazikiri. Unajua zikiri si unajua nguvu na mwili. Sasa hiyo ndio kitu ambacho nadhani kinaweza kuwa wakati mgumu sana kwa Coastal Union dhidi ya Simba ambao sasa hivi wanacheza kama wanazikiri. Mechi 3 mfululizo ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, red card zimetawala japokuwa akiwa ugenini. Kesho pengine tarajia labda viongozi wamekaa na wachezaji wao kuwahusu kutana na kufanya faulu ambazo hazina maana. Nadhani moja eneo ambalo nategemea kuliona kwa Simba ni mabadiliko ya kinidhamu. Kinachotokea Simba na michezo inaendelea Fatma, ni kama hawakujiandaa kucheza na mtambo mpya. Hawakujiandaa kucheza na FVS, Football Video Support. Sasa hiyo surprise, lakini nadhani kwa kuwa team na coaches kazi yao ni kufanya training, baada observation, yale mambo matano, moja kitu tunachokifanya ni correction, kusahihisha makosa. Kwa nategemea Simba watabadilika. Wasipofanya hivyo basi tuna atakuwa Mwali Kigego. Atakuwa kama Mwali Kigego sasa Steve Barker, kwa sababu eneo hilo ni la coach kwenye training kujiandaa na hicho kitu kinachotokea. Na ndio maana imetushangaza. Mechi zote wanapewa kadi nyekundu. Ina maana wajifunze. Wakati mwingine kadi nyekundu ni makosa ya mchezaji. Hakuna kocha anayeenda akapata kadi nyekundu mchezaji kiwanjani. Inaweza kuwa umakini wa wachezaji namna ya kutekeleza majukumu yao kiwanjani. Lakini nadhani pia watalipa uzito kwa training zao. Unajua football ni mchezo wa kusahihisha makosa na kuimprove pale mlipopatia. Kwa hiyo kwenye haya maeneo lazima itakuwa amepewa msisitizo sana wachezaji, jamani, kucheza kwa nidhamu, kwa sababu sasa hivi hatuchezi tena faragha. Unajua sasa hivi FVS ni CCTV kamera chooni. Hakuna faragha tena. Tufunga CCTV kamera chooni si baya hilo.
FVS ni CCTV kamera chooni, hakuna faragha. Kwa hivyo hiyo ndio eneo ambalo pekee nadhani linaweza kufanya Simba kufanya mabadiliko, kwa sababu hii imewaumbua hiyo. Simba FVS ni kama alifungiwa CCTV kamera chooni, Imeumbua, imetoa faragha zote kwamba nidhamu haikuwa nzuri, na nadhani pia tufanye nani leo, na hata viongozi wamelaani wa Simba amelaani Ahmed Ali, msemaji mzuri sana, kasema Ahmed, jamani, mnachokifanya sio sawa sawa, na pengine tutengeneze environment. Wakati mwingine mashabiki hawapendi kuangalia na vitu vibaya, hata timu ikishinda, lakini kadi nyekundu sio kitu kizuri. Naweza kujisifia sana, lakini nimeona pia aliongea ule Crescentus Magoli kwamba sisi tunahitaji kutoa maoni yetu, lakini hakusema tunaikosoa FVS, hakusema. Kwa hiyo sitaki kumnukuu vibaya. Kwa hiyo ndio eneo ambalo mimi nadhani wanahitaji kuboresha hayo maeneo ili kurekebisha uchezaji wao bora zaidi, wapate hayo matokeo mazuri. Kuna habari zinasema kwamba kwamba Wekundu wa Msimbazi ipo mbioni kumrejesha Alassane Kante katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, na wengi tunajua kwamba Wekundu wa Msimbazi walikuwa tayari washachana na Alassane Kante. Kuna tatizo, kuna mapungufu. Simba Kante walinunua kitasa wakasahau mlango, wakagundua Simba Kante ilikuwa ni kitasa bila mlango. Kumwacha Kante, Simba walivyomwacha Kante ilikuwa kitasa bila mlango, kwa sababu nilisema mimi wakati mwingine wanatutukana mashabiki, ila tukisema tukirudia tunaona tuna yanawasuta. Nilisema kiungo kama Kevin Nation hawezi kwa msaada Simba. Walitukana hapa tuliongea nawe pale, nakumbuka siku moja. Hapa ndio wachezaji wazawa nini? Mchukue nyumbani kwako sasa akacheza. Eneo hilo ujue ndio alimsajili Nation akaachwa Kante. Sasa tafsiri yake Nation hasio msaada. Lakini hajampa nafasi za kutosha. Kwani mchezaji anatakiwa apewe nafasi? Au apewe muda? Anapewa muda. Muda gani? Kwani yule Kinda yule akuwe kwenye timu? Anapewa nafasi au? Sasa wamemuona kocha anaanza na mchezaji mazoezini. Unajua watu wanashindwa kuelewa kitu kimoja. Makocha anakaa na wachezaji kuanzia mazoezi. Kwa kule anagundua shuka jeupe lina vumbi. Naenda kutandika wapi leo? Kwa yule Nation ni shuka jeupe, ni vumbi kwenye shuka jeupe. Coach anaona kabisa hawezi kuwa msaada kwenye timu yake. Ndio anarudi kwenye mapendekezo yake. Jamani, katika mpango huu wa timu hii ni nafasi tupate mtu sahihi. Tuna mechi za kimataifa. Ndio akasema kwamba hamuhitaji kwa sasa. Na nilikurudishe, kuna mechi ile ya dabi baada ya kuonekana Kagoma yuko amekuwa beaten na wale Young Africans. Tukaona yule Mohamed Jabal Jamba nani yule yule Abdul Jabbar Sulure akawa amechoka sasa. Kuna mtu anatamani amuone Nation pale. Kuna mtu atatamani akiingia Nation analizika. Sasa tukisema mnaonekana tuwapende, lakini tunasema ukweli, watoto ni vijana, tunapenda watoto wetu wapate riziki. Lakini riziki iwe halali. Uwezo ule wa kwamba ni mbadala kwenye kikosi cha Simba ni uongo. Hatoshi. Hafai kwenye nafasi yake kuwa mbadala wa wale wenzake. Unaweza kutosha. Hafai kabisa. Hafai pale, ndio maana nafasi kama mtu. Mimi nilisema mapema, kwa sababu tunaangalia wachezaji wakicheza, mahitaji ya Pamba sio mahitaji unaona Yanga Africans na Simba hawa. Wanakwenda CAF Champions League. Juzi nilikuwa kusema mimi, Simba na Yanga, hatuoni, sioni mimi kikosi cha nusu finali CAF Champions League hapa. Bado sijakiona mimi. Bado hujaona. Bado sijaona, bado CAF Champions League. Sio umejifunika shuka, unajifukiza kwenye shuka useme. Sajili zimefanyika. Sajili gani? Kaja Shaulile hapa. So Mahalwa. Sio mje timu ifunge mwanzo kusema tumeta staafu, tumeta nini? CAF Champions League kuna demand zake, kuna quality zake. Ndio tukifumba macho ndio tunaziona huko kwetu. Kwa hiyo kuna wakati timu zinasajili tasubiri kwa haina maana kwamba hicho kikosi hakiwezi kuwa na maajabu, lakini wakati mwingine macho tu nayo hayadanganyi. Unaona, unajiuliza huyu Shadrack Boka huyu hizi kosi zake anazokosea hizi mechi za CAF Champions League mbele nafasi zinakuepo. Shabalala yupo. Kuna vitu ambavyo tunavisema na tunadhani timu zetu hakuna timu ambayo inakosa, lakini unaangalia ina quality ya wachezaji wetu. Makosa unayoona, unatengeneza nafasi 60 unafunga 3 4, wakati CAF Champions League moja tu kuipata kazi ipo. Unaona aina games zinavyokwenda. Acha matabaka ya chini huko, kuanzia huko kwenye makundi kuja juu huko. Kuanzia robo kule kazi ipo. Kule ndo leo kazi ipo. Ndio kule. Sasa nini kifanyike kwa jicho lako liliona mpaka sasa hujaona vikosi vya kwenda robo finali?
klabu bingwa barani Afrika kwa Simba na Yanga. Wamesema nusu finali, sio robo finali. Robo finali atakapokuwa kujipukutua kaenda huko. Nusu finali, nusu finali. Malengo ya Young Africans lakini ilikuwa ni robo. Nusu finali wametaja nusu finali. Nasema angalau tufike nusu finali. Walisema nusu finali. Tufike nusu finali. Ndio afike Simba na yeye jinasibu kwamba na kikosi cha finali na CAF Champions League. Kwa tusubiri tuone, lakini kwa kweli mimi sijaona. Sajili la aina gani sasa zifanyike ili mradi uweze kuiona Young Africans ya nusu finali, wekundu wa Msimbazi ya kuchukua ubingwa barani Afrika, klabu bingwa. Sajili nzuri bora zaidi. Unajua sio kama hajafanya sajili. Wamefanya sajili nzuri. Wachezaji wazuri. Kwa nini uone? Au chance ambazo wanazipata kwenye kufunga? Sio kwenye kufunga. Ukiangalia huko ukiangalia sasa angalie ukitoka huko angalie nayo Farabat ndio wenzao. Farabat waangalie Mamelodi. Ukitoka wakutana miaka mingapi bwana, msimuze miaka ile kule. Kikosi pia kimeimarika, yule karejea tayari. Wamekutana zamani sana. Nadhani tusubiri kuona. Kwa tuseme kwamba hawawezi kucheza, lakini naona sijaona ile quality hiyo. Wanacheza kwa ndani hapa ndani ya ligi yetu, wana hiyo quality nzuri ambayo kila mmoja anamvutia, lakini huko kimataifa kuna mahitaji yake jamani. Kuna mahitaji yake. Kwetu tuna malengo, lakini kuna mahitaji yake ambayo si mbaya. Wakianza kuiona hivi taratibu si mbaya. Si mbaya.